Siku chache tu baada ya naibu wa rais Kithure Kindiki kuzuru maeneo ya Pwani ambapo viongozi wa chama cha UDA kiongozi na katibu wa chama hicho Hassan Omar na waziri wa michezo Salim Mvurya kutoa hakikisho kwamba kiti hicho hakiko wazi kwa majadiliano yoyote na kumwondoa makamu wa rais. Viongozi wa Pwani kutoka mrengo wa chama cha ODM sasa wanamtaka waziri wa ODM kupewa nafasi hiyo kama mgombea mwenza wa rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka ujao, kama baadhi ya mapendekezo ya muungano wa chama cha UDA na chama cha ODM. Viongozi hao wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Nasir wamesisitiza kwamba Joho ni kiongozi ambaye amehitimu katika viwango vyote. Nyonyesheni kwa mikono Deputy President Joho! Kwamba sisi kama jamii ya Wapwani kwa ujumla, sisi kama wale wengine wanakataa kiongozi wao, sisi Wapwani tunakupatia Ali Hassan Joho kwa naibu wa rais. Haya yote yanazungumzwa ya rais wa taifa, naibu wa rais, hayawezi kuwa kama hatuna umoja. Ikiwa hatuna umoja haliwezekani, lakini kama tutakuwa wamoja, tutakubaliana tuwe nyuma ya mtu wetu. Lakini kama hatuna umoja, haya maneno itakuwa ni hadithi za ulela ulela. Sisi huyu wetu ana all the qualities of what it takes to be the deputy president of this country. Huku hayo yakijiri, naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula ameomba viongozi wanaoegemea mrengo wa serikali